السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد يكم حميدي الحق سبحانه وتعالى na kumswalia na kumtakia rehema za ziada qaidu hadhihi al-umma Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التكاثر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala anatueleza katika hii ni suratu At-Takathur. Hatutoieleza sura yote, tutashika aya ya mwisho, ndiyo itakuwa ni sulbul mawdhu'una fi hadhihi aljum'a, ndiyo itakuwa ni mti wa mgongo wa mada yetu katika jum'a kama hili. Aya ya mwisho ya suratu At-Takathur, Allah tabaraka wa taala anatuambia hivi: thumma, kisha, la tus'alunna, wallahi mutaulizwa, yauma idhin, siku hiyo. Siku gani? Siku ya Kiyama. Mutaulizwa kuhusu nini? Anin naim, mutaulizwa kuhusiana na neema zote mulizopatiwa na Allah tabaraka wa taala. Kila jambo ambalo kwamba wewe kama binadamu unalolihisabu kwamba ni neema, basi Allah tabaraka wa taala ameapa, la tusalunna. Mwanzo lamu hiyo, yani ni kiapo hiyo, lamu iko sehemu ya kuapa. Kisha Allah tabaraka wa taala akaeka kanuni yenye shadda. Tunajua katika kanuni za kilugha taukid, la tusalunna, mutaulizwa, wallahi mutaulizwa anin naim, kuhusiana na neema ambazo kwamba tulizopatiwa. Ni nini maana ya neema? An-naim fi lugha, neno neema katika lugha ya Kiarabu inamaanisha nini? Yani husnul hal, mtu ni kuwa na hali mzuri. Raghdul aish, mtu kuwa na maisha mazuri. Wa rahatul bal, mtu kuwa na furaha katika moyo wake na katika akili yake. Kisha vile vile wakatambia ulama, wa yutlaqu ala kulli ma yataladhdhu bihi al-insan fi hayatihi, na maana ya neema ni kila jambo ambalo kwamba mwanadamu analolisherehekea na kulifurahikia katika maisha yake. Min sihatin, afya, wa faraghin, wakati wake, wa amnin, na amani, sawa na vile vile wa masharabin wa maakulin, vyakula, vinywaji. Yani kila ambalo kwamba wanadamu anafurahikia atakapolipata na atakapokuwa nalo katika maisha yake, hii inaitwa neema. Na tutakwenda kuulizwa
na Allah tabaraka wa taala kuhusiana na hizi neema. Na mara nyingi ikizungumziwa neema sana sana katika sheria, ikiwa si katika neema za kidunia, wanamalama wanatuambia yushiru naimu fi shari'ati ila naimi aljanna. Mara nyingi sheria ikizungumza kuhusu neema inazungumzia sana sana kuhusiana neema za wapi? Za peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama Allah tabaraka wa taala anavyotuambia ni neema ambayo kwamba haikatiki, ni neema ambayo kwamba haimaliziki, ni neema ambayo kwamba haiishi, ni neema juu ya neema, kama Allah tabaraka wa taala alivyotuambia katika Al-Qur'anul Karim, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kutufahamisha hilo katika ahadithi zake. Neema katika janna, wa huwa aljazaa'ul abadiyyu, nayo ni malipo ya milele na milele, yasiyomalizika wala yasiyo katika. Alladhi a'addahu Allahu ta'ala li'ibadihi almu'minina fi ad-dari al-akhirah. Neema ya janna ni neema ambayo kwamba haimaliziki wala haikatiki, ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala amewaandalia waja wake, yani binadamu wale ambao watakaokuwa ni wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala. Vile vile ulama wanatuambia kwamba hizi neema katika janna zinagawanyika katika sehemu mbili. Yanqasimu ni'amu ash-shar'i ila iddati jawanib asasiyya urida wasfuha fi al-Qur'an al-Karim wa sunnah. Neema za kisheria ambazo kwamba tutakazo kwenda kupambana nazo katika maisha ya akhira baada ya kuondoka hapa, ziko sampuli nyingi. Kuna an-ni'amul hissi, kuna neema ambazo kwamba unazoziona, sawa, unaweza kuzigusa, unaweza kuzisikia, lakini vile vile pia kuna an-ni'amur ruhi au an-nafsi, kuna neema za kinafsi au za kiroho. Ama zile neema ambazo kwamba ni hisi, ni mfano kula, kunywa, ambapo kwamba watu wa peponi wataneemeka nazo, wa fawakihan mimma yashtahun, kama Allah tabaraka wa taala anapotuambia kwamba watakula matunda yale yote ambayo kwamba wanayoyatamani. Chochote utakachokitamani ndani ya janna utakipata. Kuna anharun min asalin, kuna mito ya sali, naharu min labanin, ndani ya janna kuna mito ya maziwa, kuna naharu min khamrin, kuna mito ya pombe, ladhatan lisharibin, yenye ladha kwa wenye kunywa, ambayo kwamba Allah ameisifu hayabadiliki ladha yake siku zote iko hivyo hivyo. Kwa hivyo hizi ni neema hisi, ni neema ambazo kwamba mwanadamu atakazopambana nazo kuziona au kuzishika. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akieleza katika neema za watu wa peponi ni kwamba yule barobaro atabakia kuendelea kuwa barobaro vile vile, wala hakuna siku ambayo kwamba atakayozeeka wala kuwa kikongwe. Ama neema za kiroho ambazo kwamba tutakazo kwenda kuzipata ndani ya janna, kama ulama wanatuambia ni assalam wal aman, utulivu, amani, hakuna fujo ndani ya janna, sawa. La yasmauna fiha laghwan wala kidhaba. Allah tabaraka wa taala anasifu ndani ya janna kwamba hawatosikia maneno ya upuzi, siju fulani wameteta, siju fulani wametukanana, siju fulani wamepelekana huku na kule, fulani wamerebeana heshima. La yasmauna fiha laghwan, mambo ya kipuzi, maneno yasiyokuwa na maana hawatoyasikia, wala kidhaba, wala maneno ya urongo hawatosikia ndani ya nini? Ndani ya janna. Zawalu taabi, hakuna dhiki ndani ya janna, hakuna kuchoka, sawa, hakuna hamu,
dhiki, sijui itakuwaje mtoto wangu akiolewa, sijui ndoa yake itadumu. Hakuna dhiki, sijui hii biashara itafaulu, sijui itazama, sijui hizi pesa zitakwenda sawa. Wal khawf, hakuna hofu, sijui wakati gani tutavamiwa, sijui. Wal amrad, ndani ya janna katika miongoni mwa neema ambayo kwamba ni ruhia ni kwamba hakuna maradhi ya aina yoyote. A'dhamu ni'ami fil janna, neema kubwa zaidi ya zote neema zilizoko ndani ya janna, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia ni ru'yatullah, ni kumuona Allah tabaraka wa taala ndani ya janna. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kama Mwenyezi Mungu anapotuambia katika Al-Qur'anul Karim katika suratul Qiyamah, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, asema kutakuwa na nyuso siku ya kiyama ambazo kwamba ziking'ara, ila rabbiha nadhira, nyuso kama hizi zitakuwa zinamuona na kumwangalia Allah tabaraka wa taala. Wa wujuhum yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Allah katika suratu Abasa anatueleza wujuhu yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhu yawma idhin 'alayha ghabara, kuna nyuso ambazo kwamba zitakuwa zinang'ara, zinafurahia kwa yale mema ambayo kwamba watakayopambana nao. Kwa hivyo ru'yatullahi ni a'dhamu ni'ami fil janna, au ni a'dhamu ni'mati li ahli aljanna fil janna. Kumuona Allah tabaraka wa taala ni katika neema kubwa kabisa ambayo kwamba watakayoipata watu peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia baada ya wanadamu washakaa peponi kwa muda, kisha watakuja kukuta kuna nuru ambayo kwamba inang'aa kushinda ile nuru ambayo kwamba ilikuwa ndani ya janna. Watashangaa wanadamu wote, ni nini tena hiki kimetokea? Wataangalia juu, watapoangalia watamuona nani? Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala atasema saluni, niombeni chochote mnachokitaka. Asema ya Rabbi nas'aluka ridhaka, tunakuomba utiridhie. Asema nyinyi tayari mko ndani ya janna, tayari mimi nishawaridhia. Ya Rabbi tunaomba hivi, mimi nishawapatia. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala atawaambia katika neema kubwa nitakayopatia ni kwamba mtakuwa mnaniona mimi kila katika wiki, siku moja ambayo kwamba tunaambiwa ni siku ya nini? Ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ni a'dhamu ni'am, ni a'dhamu ni'ami sawa fil janna li ahli aljanna. Hii ndio itakuwa ni neema kubwa ambayo kwamba watu wa peponi watakayoipata ndani ya pepo. Na kuna nyakati mbili ambazo, ama kuna wakati mmoja ambao kwamba utakayokuwa ni furaha kubwa zaidi kwa watu wa peponi, na same wakati huo utakuwa ni wakati wa huzuni kubwa ndani ya watu wa jahannam, juu ya adhabu zote walizozipata, miaka waliokaa ndani ya moto wa jahannam. Lakini kuna wakati ambao kwamba utakaowapitia watu wa peponi, juu ya neema watakazokuwa nazo watafurahi sana, na kuna wakati watu wa motoni juu ya dhiki na shida. Allah tuhifadhi na moto wa jahannam, sisi na familia zetu ya Rabbi. Watakapokuwa ndani ya moto huu, wakati ukiwapitia watalia sana na watahuzunika sana. Ni wakati gani? Ni wakati Allah tabaraka wa taala atakapoamrishwa yaletwe mauti, kwa sababu tunataka tufahamu na tuelewe kwamba mauti ni khalqun min khalqillah. Mauti ni kiumbe kama vile kiumbe kingine cha Allah tabaraka wa taala, kitaletwa na kiumbe chenyewe mauti kitaletwa ala hayatil ghanam, kitaletwa maazin, ataletwa kwa mfano wa kondoo. Mauti ataletwa ikiwa vile kama mfano wa kondoo. Allah tabaraka taala atauliza watu wa peponi, mnajua ni nini hiki? Sema ndio ya Rabbi. Ni nini? Asema ni almaut. Sawa. Watu wa motoni itaiko katikati, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, itaiko baina ya janna na baina ya nar, katikati hapo. Watu wa peponi wanaona na watu wa motoni wanaona. Allah atawauliza watu wa motoni, ni nini hichi? Sema ya Rabbi ni mauti. Kisha Mwenyezi Mungu tabaraka taala ataamrisha, atatoa amri, mmoja katika malaika zake anasema mchinjeni, mchinjeni mauti.
yatafanya nini? Yatachinjwa. Baada ya hapo ina maana hakuna nini? Khalidina fiha abada, watakaa milele na milele ndani ya janna. Wallahi watu wa peponi hakuna kitu kitakachowafurahisha na kitakachowapa raha katika maisha ya janna kama watakapoona kitendo hichi. Watahakikisha kabisa kwamba yale tulikuwa tukiambiwa duniani kwamba sawa, ingieni wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, sawa, pelekwa, na watakapoingia ndani ya janna watakuwa wamepata zile neema, lakini hakuna kitu mwanadamu anachokiogopea kama nini? Mauti. Anajua wakati wote mimi lakini atakapopata uhakika kwamba sasa kuanzia leo, maadamu kama kiumbe kama hichi mauti kimechinjwa, ina maana mimi na mauti ni nini? Bye bye. Na watu wa motoni sasa kinyume chake, hakuna wakati wataona dhiki katika miaka yote waliopitia ndani ya janna kama kipindi hichi, kwamba sisi kama alivyosema Allah katika Al-Qur'anul Karim, la yamutuna fiha wala yahya, hawatakuwa hai wala hawatakufa kwa adhabu. Sawa, sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-adhab. Subhanallah. Mtume Allah tabaraka wa taala anaeleza katika Al-Qur'an Al-Karim, sawfa nuslihim nara, takwenda kuwatupa ndani ya moto wa jahannam, kullama nadhijat juluduhum, kila zitakapoungua ngozi zao, badalnahum juludan ghayra, tutawavalisha ngozi nyingine. Kwa sababu gani? Liyadhuqul adhab, ili waonje adhabu chana na jioni milele na milele. Kwa hivyo huu utakuwa ni wakati mgumu sana kwa watu wa motoni watakapohakikisha kwamba sisi ni kweli tutakaa motoni milele na milele, wala hakuna kitu ambacho kwamba kinachoitwa mauti ndani ya nini? Ndani ya moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislamu, mada yetu leo ni hii aya ya mwisho anayoizungumza Allah tabaraka wa taala, thumma, kisha, baada ya kueleza habari za mwanadamu, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla, na sababu nuzuli yake iliyotokea baina makabila mawili ambao kwamba waliofakhirishana mpaka mwisho wakachukuana wakapelekana makaburini. Angalia, je, katika ukoo wenu kunao fulani kama fulani? Je, kunao mtu kama huyu katika nyinyi ambaye kwamba ilikuwa ni shujaa, ambaye kwamba ilikuwa ni mfanya biashara na kadha na kadha? Wakifakhirishana, Allah tabaraka taala ndio akaiteremsha hii sura, alhaakumut takathur, mashughulisha nyinyi kukusanya mali mingi, hata zurtumul makabiri, paka mkavingia makaburi. Lakini tusieleze kuanzia hapo, kuanzia kwa mwanzo, tushike hichi kipengele cha mwisho. Allah anatuambia thumma, kisha, la tusalunna. Hii lamu hapa iko katika sehemu ya ni wallahi, la tusalunna, wallahi mutaulizwa yauma idhin, siku hiyo, anin naim, kuhusiana na neema ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala alizotupatia. Famadha yaqsudu almaula tabaraka wa taala bihi, Allah anakusudia nini alipotuambia thumma la tusalunna yauma idhin anin naim? Ni nini maana hizi neema, au ni nini maana ya neno hili neema? Ulama wanatuambia laysa almaqsudu binni'ami kama yaduru biaqli ba'dina, si kwamba maana ya neema ni alghina, kwamba utajiri, wewe una mali, alhamdulillah, una nafasi mzuri, sawa, waweza kutoa zaka, waweza kusaidia watu. Si hivyo tu, sawa, hiyo ni mmojawapo ya neema ambazo kwamba Allah tabaraka wa taala atakazokwenda kukuuliza. Lakin an-ni'am lahu madahirun kathiratun yusalu anha al-insan. Kama tulivyotangulia hapo juu, tukawa tunaeleza ni nini maana ya neema, tukasema ya kwamba maana ya neema ni kullu ma yataladhdhu bihi al-insan, sawa, ni kila jambo ambalo kwamba analolifurahia mwanadamu katika maisha yake. Hii ndio maana ya neema. Chochote, watoto ni neema, afya. Sasa unaona kwamba maana ya neema kumbe ni maana pana kabisa, kama ambavyo kwamba tutakapokuja kuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakapotueleza. Mtume, hadithi ambayo kwamba katika Sahihul Muslim ilipokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin au laylatin,
ima ni usiku au ni mchana. Kuna wakati mmoja Mtume SAW alitoka, fa idha huwa bi Abi Bakr na Umar. Mara akitoka nje, sana sana ilikuwa ni usiku, Mtume SAW akitoka nje akamkuta Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi saa, nini kilichowatoa majumbani mwenu taimu hini ambao kwamba ni watu wafanya nini, wapumzike? Qala, wakasema Sayyidina Umar na Sayyidina Abu Bakar ambao kwamba hapa tayari alikuwa kwa Madina, aljuu ya Rasulullah, njaa. Angalia watu walipopata taabu. Leo tukiwataja Sayyidina Abu Bakar nasema radhiyallahu anhu, lakini leo wanatoka ndani ya majumbani mwao wakiwa kilichowatoa ni nini? Njaa. Watu ambao kwamba walikuwa ni sahibi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao kwamba walikuwa ni wakwe za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amemuoa mtoto wa nani? Sayyidina Abu Bakar. Nani? Aisha. Mtume amemuoa mtoto wa Sayyidina Umar, Hafsa. Na yeye as-Sayyidul A'zam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala, Mtume akasema, wa ana, na mimi vile vile, walladhi nafsi biyadihi, na apa na yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, naye ni Allah, la akhrajani alladhi akhrajakuma, kile kilichowatoa nyinyi majumbani mwenu ndicho kilichonitoa mimi nyumbani kwangu. Sallallahu alaihi wa alihi. Njaa hata mimi pia nimetatizika, sijui nitafanya nini. Faquma ma'ahu, Mtume sallallahu akamwambia simameni. Faata rajulan min al-ansari, akaja mtu katika watu wa Madina. Fa idha huwa laysa fi baytihi, falamma ra'atuhu imra'atun qalat marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayna fulan? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana al-ma'a idha jaa al-ansari. Fanadhara ila Rasulillah wa sahibihi thumma qala alhamdulillah. Huyu bwana alimchukua akampeleka katika nyumba ambayo kwamba alikuwa si yake yeye, kwa sababu alikuwa hana kitu. Sawa, huyu aliwachukua hawa wageni Sayyidina Abubakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Umar, hakuwapeleka kwake, aliwapeleka kwa rafiki yake. Mtume sallallahu akaingia akamsalimia ndani ya nyumba, akasema yuko wapi mtu fulani, yani bwanako? Akasema ameenda kutuletea maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha yule bwana muda kidogo akaingia mwenyeji, akasema alhamdulillah. Angalia watu walivyokuwa wakitambua watu wema na wakiwajua watu wema. Akasema alhamdulillah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, ma ahadul alyawma akramu adhiyafan minni, wallahi leo sidhani kama kuna mtu ambaye kwamba amewakirimu wageni watukufu kama mimi. Ikiwa leo ni Sayyidul A'zam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameingia nyumbani kwangu, hii ni baraka kubwa sana. Bali wakati mmoja Mtume sallallahu amepita katika nyumba akatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Watu wako ndani, akasema wa alaykum salaam wa rahmatullah, wakajibu pole pole. Mtume asema salamu alaykum wa rahmatullah, wala akasema alaykum salaam wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, mara ya tatu. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ada yake na desturi yake si hodi wenyewe muko si kubisha Kiislamu. Kubisha Kiislamu ni assalamu alaykum wa rahmatullah, kama nyumba iliyoko ni nani? Ni Uislamu. Wale kwa mara ya tatu wakajibu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nilifikiria Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sta'adhana ahadukum thalatha, mtu akiomba ruhusa mmoja wenu kuingia katika nyumba mara tatu, kama hakujibiwa afanyeni, faliyarji, arudi, labda wenyewe ana dharura, labda vovote itakavyokuwa. Ilipofika mara ya tatu na wakajua kwamba ni ada ya Mtume, akibisha mara tatu kama hakujibiwa atafanya nini, wakasema wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mtume akamwambia, mbona nyinyi ilikuwa nimebisha mara kwanza, mara pili, mpaka mara tatu ndio mmejibu? Asema ya Rasulullah, hebu sikia lile neno linalotoka mwanzo, maana yake ni nini? Assalamu alaykum wa rahmatullah, salamu amani, si ndio, juu yenu na rehema za Allah tabaraka wa taala ziwe ni juu yenu. Latoka katika mdomo wa nani? Sallallahu alaihi wa. Basi tuliona raha na furaha kwamba tunatakiwa nini? Amani katika nyumba yetu na familia yetu. Kwa hivyo Rasulullah, lau ingelikuwa si ada yako na desturi yako baada mara tatu waenda, tungelikuacha katutilia baraka, lakini kwa sababu ya hiyo ndio maana tufanya nini? Tumetoa salamu. Kwa hivyo huyu bwana anasema hakuna siku mtu amekirimu wageni watukufu kama leo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia la yashabuka illa mu'min, usiwe na rafiki isipokuwa kwamba ni mu'min. Wala yaakul ta'amuka illa taqiyun, jitahidi sana usiwahi kuwakaribisha tu watu chakula, watu hawaeleweki kichwa wala mago. Watu ambao kwamba wale chakula chako ni watu ambao kwamba ni mu'minin,
ni watu ambao kwamba ni wake sawa sawa. Kwa hivyo bwana akasema leo furaha kubwa sana kupata ugeni kama hunu wa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar akiongozwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ufupi akawaletea tende, akawaletea maji, wakala kama ile kwa ada yao na desturi yao Waarabu. Tende kwa wao ni nini? Ni chakula. Wakala wakatoka, wakashukuru sana, kumshukuru yule ambaye kwamba alifanya nini na akawachinjia na mbuzi kwa ukarimu kumfanyia nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napo pakusudia ni hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka, qala Rasulullah li Abi Bakrin wa Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sayyidina Abubakar na Umar, angalieni ndugu zangu, hapo ndipo ninapokusudia. Amwambia walladhi nafsi biyadihi, wallahi naapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aape? Ni kuonesha siku zote mtu akiapa ina maana kinachokuja ni neno zito. Yeye Mtume mwenyewe ni mzito, hata akisema tu maneno yake yana uzito mpaka aape. Ni kumaanisha hili linalolizungumza lipolikize zaidi. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, la tusalunna anin naimi yawmal qiyama, wallahi mtakwenda kuulizwa na hili shibe yenu mlioshiba siku ya kiyama. Wewe ushawahi kufikiria kwamba mimi kumbe nikishiba nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama? Ushawahi kufikiria? Wallahi ni wachache sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa bimu'min, si mu'min wa kisawa sawa, si mu'min wa kikweli. Yashba'u, nakula mpaka akashiba mpaka akavimbiwa. Wajaruhu ja'i'u, na jirani yake. Kaifi leo mtoto wako analala na njaa na wewe unashiba? Utakwenda kumjibu nini Allah tabaraka wa taala? Kaifi leo mayatima wangapi ambao kwamba wanalala na njaa, hawajui watakula nini, hawajakula asubuhi na imefika lunch hawajui, na sapa pia hawajui watakula nini. Wewe umeshiba bukhair wa afya, naona ni jambo la kawaida tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamkumbusha Sayyidina Abubakar na Umar, thumma la tusalunna yawm alqiyamati anin na'im, mtakwenda kuulizwa hii shibe yenu, baada ya kushiba ulifanya nini? Sawa, ulikipata wapi hiko chakula ambacho kwamba ulichokishiba? Hivyo ndugu zangu Waislamu, hapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuonesha wazi, kumbe thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, siku ya kiyama mtakwenda kuulizwa na neema. Kumbe hata kushiba pia ni nini? Ni neema, na tutakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa neema ndugu zangu tutakazo kwenda kuulizwa, kama Mtume anapotuambia ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal faragha. Neema mbili watu wengi huzidharau, wanaziona ni neema za kawaida sana, sawa, lakini si neema za kawaida. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-sihha, afya yako. Utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, alhamdulillah ulikuwa na afya mzuri, ulifanyia nini afya yako? Ya Rabbi nilifanyia ibada, ya Rabbi nilitangaza dini yako, ya Rabbi nilienda nikaswali swala za jamaa, ya Rabbi nilifanya kadha na kadha na afya yangu. Tulikupatia muda mzuri sana, ukaweza kuwa unaweza kufanya mambo mengi sana, ulifanyia nini muda wako? Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, ule wakati uliyadhu billahi min dhalika, ulama wanavyotuambia ujuhun yawma idhin nadhira, sawa, ila rabbiha, hu uso wako ambao kwamba leo na simu yako ya mkononi, badala ya kuangalia yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, unaangalia yanayomkasirisha Allah, kisha uso huo ambao kwamba neema aliyokupatia Allah watarajia uso huo uende ukamuone nani? Ukamuone Allah tabaraka wa taala. Ni jambo ligumu sana, ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika neema tutakazoulizwa siku ya kiyama ni afya zetu ambazo kwamba tulizopatiwa, na kinyume chake tujue kwamba hizi afya kumbe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'i, nyinyi wote ni wachunga. Ikiwa ni neema ni afya kwetu sisi, tumepatiwa tuzichunge. Ni lazima tuchunge afya zetu katika kula kwetu, katika kuishi kwetu, katika kuvaa kwetu, kila ambalo kwamba unajua hili litakuwa ni madhara katika afya, achana nalo, kwa sababu thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana neema. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam anatuambia hadithi ambayo kwamba ilipokea na Abdullah ibn Abbas, ightanim khamsan qabla khamsin, patiliza mambo matano kabla mambo matano kukufikia. Shababaka qabla haramika, ubarobaro wako pia ni neema, na utakwenda kuulizwa mbele Allah tabarak, ulifanyia nini
ujana wako uliutumiaje? Kama alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, illa sayaqifu baina yadayhi rabbih, isipokuwa atasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, walaysa bainahu wa baina rabbih tarjuman, na wala hakutokuwa baina ya huyu binadamu na baina ya Allah tabaraka wa taala mkalimani yoyote, ambaye kwamba hakutokuwa na mtu yoyote mwenye kutafsiri maneno ya binadamu kumweleza Allah, wala hakutokuwa na mwenye kutafsiri maneno ya Allah kumweleza nani? Kumweleza binadamu. Kila mwanadamu atasimamishwa akiwa yeye peke yake, akiulizwa kwa kila neema ambayo kwamba aliyopatiwa mwanadamu katika hunu mgongo wa ardhi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasihataka qabla saqamika, afya uliyopatiwa pia utakwenda kuulizwa. Wa ghinaka qabla faqrika, hali yako ya kimaisha, utajiri wako, alhamdulillah Allah amekupa, umemsaidia nani? Leo utakufa, utasimamisha mbele ya Allah, tulikupatia alhamdulillah, akaunti yako ikisoma mita moja na kuendelea, ulifanyia nini? Ulimsaidia nani? Ulisaidia wapi katika Uislamu? Thumma la tusaluna yawma idhin, tutakwenda kuulizwa leo. Jifakhiri wewe, jione ni bosi mkubwa sana, jione kwamba umefanikiwa sana, lakini wallahi utakwenda kusimamishwa baina yako wewe na Allah, wala hakuna mkalimani. Tulikupatia baba, ulimsaidia nani? Nani aliofaidika? Watoto ndugu zako wakiteseka hawasomi kwa sababu hawana, mayatima sawa, majirani, watoto wa dada yako alifariki akawa hakuna mwenye kuangalia, na wewe ukawa na uwezo, sema si jukumu langu. Dada yako aliachwa akawa una uwezo kumwangalia, hukumwangalia. Thumma la tusaluna yawma idhin ghinaka, kile alichokupa Allah. Ndio Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anatuambia kwamba sisi ni waangalizi wa mali, lakini mali hakika yake ni ya nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo wewe jiulize, wewe jiulize tu katika nafsi yako kwamba mimi nina neema gani ambayo kwamba lau nitasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala nitakuwa na majibu gani ya kumjibu Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo wa ghinaka qabla faqrika, hiyo nafasi iliyopatiwa, wa faraghaka kabla shughlika, wa hayataka kabla mautika, uhai huno uliopatiwa ni neema, na utakwenda kuulizwa. Ya Rabbi alhamdulillah, swala za jamaa ilikuwa zinipiti. Ya Rabbi majalis ya khair yanipiti. Ya Rabbi nilipokuingia katika ashhurul hurum, usiseme mimi katika ibada. Ikiingia Jumatatu, Alhamisi, alhamdulillah ya Rabbi, usiseme mimi katika kufunga. Ikiingia ayyamul bidh, usiseme ya Rabbi. Ikiingia Ashura, usiseme ya Rabbi mimi ni wa kwanza. Thumma la tusaluna, tulieleza hili wakati wa Arafa kwamba Allah tabaraka taala ameileta ni ofa, ukifunga siku moja unasemehewa madhambi ya miaka miwili. Wallahi kama hukufunga siku ya kiyama utakwenda kuulizwa. Thumma la tusaluna yawma idhin, kwa nini hukufunga? Kwa nini sikufunga tu? Yani kwa nini ile siku tuliileta na hukuipatiliza katika ibada? Si ni neema tulikuletea tukusamehe madhambi yako miaka miwili? Kwa nini? Jumaa Allah tabaraka wa taala ametuletea tuje mapema tupate kusamehewa madhambi yetu, siku zote tuachelewa. Thumma la tusaluna yawma idhin, kwa nini ulikuwa ukichelewa? Nini kikuchelewesha usiende mapema msikitini? Nini kikuchelewesha usiende kusikiliza maneno ambayo kwamba yatakayokukaribisha na kukukumbusha juu ya Allah tabaraka wa taala? Thumma la tusaluna yawma idhin, una shughuli yote tena, ni kazi yako mwenyewe. Ulikuwa unaweza ukafunga ukaacha shughuli ukaja zako msikitini mapema, lakini wewe ukaendelea na shughuli zako. Kwa hivyo hii pia ni katika neema ambayo kwamba tutakayo kwenda kuulizwa siku ya kiyama. Al-Fudhaili rahimahullah asema, alisoma hii aya, alam naj'al lahu aynain wa lisanan shafatain. Alam naj'al lahu aynain, je huyu mwanadamu, Allah akieleza namna mwanadamu alivyokuwa jeuri, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna alinsana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu mala lubada. Mtu ajifakiri, nimepoteza mali mingi sana. Muulizeni sana fulani ilimfanya nini, ulizeni fulani, ukinichezea nitakupeleka akhira bila kufikiria mara mbili. Muulizeni fulani, ile nyumba si ilikuwa ni yake, iko wapi leo? Sawa, najifakhiri, ahlaktu mala lubada, nimeteketeza mali mingi sana katika machafu, katika kila ninalotaka mimi natumia nguvu ya pesa. Pesa ndio kusema, sawa.
Lakini Allah tabaraka wa taala anazungumza akimwambia mwanadamu, alam naj'al lahu ainain. Sawa, katika neema tulizompatia mwanadamu ni ainain, ni macho mawili. Ikiwa wewe unaona, basi Allah tabaraka wa taala ni basir. Hata kabla hujazaliwa alikuwa anakujua, kuangalia tu Allah tabaraka wa taala, hakuna kitu atakacho. Inna batsha rabbika la shadid, kutesa kwa Mola wako, adhabu za Mola wako ni kali ambazo kwamba hazisemeki, hazina mfano wake. Kwa hivyo ndugu zangu, Salam Fudail bin Iyad rahimahullah anasema alipoisoma hii aya, alam naj'al lahu ainain, je hatukumpatia mwanadamu macho mawili, walisanan, na ulimi, wa shafatain, na miomo miwili, hizi lipsi zake. Fabaka, akalia sana. Fasuila an bukaihi, kuuliza kwa nini walia, nini kinachokuuliza kusoma aya hii? Akasema hal bitta laylatan shakiran lillahi, je ushawahi katika maisha yako wewe ulipofikia usiku ukalala ukaregesha shukurani kwa Allah tabaraka wa taala, anja'ala laka ainaini tubsiru bihima, kwa kuwa Allah amekuruzuku macho mawili, na macho mawili kama hayo ikawa ni sababu ya kuona. Iko siku hata mmoja ushawahi kusema alhamdulillah, alhamdulillah? Wangapi maskini wana macho mazuri, macho makubwa, lakini amri ya Allah tabaraka wa taala imetolewa katika macho, hawaoni. Madaktari wakimwangalia wanaambia hauna tatizo lolote wewe. Ni wangapi ambao kwamba ni mama zetu, ni madada zetu, hawapati watoto, wakiangaliwa wanaambia huna tatizo lolote, hii ni amri ya Mungu tu. Ndivyo wako ama hawako? Wengi sana. Wako watu ambao kwamba tunaangalia huna tatizo lolote, huna sababu ya kutofanya wewe uone, basi ni kumbe kule kuona ni amri ya nani? Ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema, je ushawahi kufikiria, ushawahi kurejesha shukrani kwa Allah tabaraka wa taala kwamba huku kuona ni neema, huku kuzungumza ni neema? Sawa, ulimi wako kuharakika kuweza kuzungumza, ushawahi kurejesha shukrani kwa Allah tabaraka wa taala? Hal bita laylatan shakiran lillahi an ja'ala laka lisana tantiqu bihi, ushawahi siku moja sema alhamdulillah kwamba nazungumza, na nazungumza kwa wale wanadamu watakapo tiwa siku ya kiyama, yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tafungwa midomo yao haitozungumza, kisha mikono ndio itaanza kuzungumza, viungo vitaanza kulaumu, mdomo utaanza kulaumu viungo. Wanasema nini? Antaqana Allah wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina. Utasema kwa nini ulitolea ushahidi, kwa nini utuzungumzie? Mkono utauliza ya Rabbi, kwa nini nilimwekelea kofi tena nikafurahi sana nilipomwekelea kofi. Mdomo nao utasema ya Rabbi, nilimtukana sikumbakisha, tena ilikuwa najigamba hapo. Sawa, tumbo nalo nasema ya Rabbi, wewe nilikula kile chakula cha wenyewe tena huko nikifurahia cha haramu. Mguu nao utasema kwa nini ya Rabbi, nilienda na huko nikijigamba, nilienda tena kubukheri wa afya bila kulazimishwa na mtu yote. Mdomo sasa utageukia viungo, sema lima shahidtum alaina, kwa nini umetutolea ushahidi, kwani hamujui kwamba tutachomwa? Viungo utafanya nini? Qalu antaqana Allah, aliyetuzungumzisha ni nani? Kwani wewe umezungumza ni mdomo kama mdomo? Kuzungumza ni amri ya Allah si mdomo. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoalikwa na ule mwanamke wa Kiyahudi nyama, alipouliza ni nyama gani anayoipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mbuzi, akaelekezwa ni nyama fulani, akaenda akachukua akaichoma nyama kama ile. Aliposhika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kinofu kama kile kula, akamwambia Rasulullah, inni la masmum, mimi nimetiwa sumu ya Rasulullah. Ndugu zangu, si nyama ile, si mbuzi. Wajafadhali hata akiwa hai mbuzi akizungumza si ajabu, lakini ni nyama ambayo ni mnyama ambaye kwamba aliyechinjwa, tena si kuchinjwa tu, na akachomwa na akatoa vitu vya kutiwa, lakini anasema inni masmum ya Rasulullah, si nile ya Rasulullah, mimi nimetiwa sumu. Kwa hivyo kuzungumza kumbe ni amri ya Allah, si kuwa na mdomo. Huu mdomo wako kwa wangapi wana mdomo ambao kwamba ni mikubwa na ni mizuri kuliko huo wako? Kwa hivyo Fudhail anasema, shawahi kufikiria kwamba kuzungumza ni neema? Ndugu zangu Waislamu, tushawahi kufikiria kwamba tutakwenda kuuliza siku ya kiyama tulizungumza nini katika midomo yetu? Au midomo yetu ni kama mashimo ya choo, kila ikifunguliwa yatoa harufu mbaya tu. Kuna wanadamu wengine wali'iyadhu billahi midhalika, unasun mafatihun lilkhairi wa unasun mafatihun lisharri. Kuna watu wao mashallah kila ukizungumza lulu,
na marejani, maneno mazuri, maneno ya hikma, lakini waliyadhu billahi kuna watu kinyume chao, kila wakizungumza ni kusengenya, ni kufitinisha, ni kugonganisha, ni kuharibia watu heshima, ni kuzulia watu, basi kikubwa anachokizungumza. Bali akizungumza waliyadhu billahi kuna watu ambao kwamba mpaka wanafikia wakati wanaambia bwana huyu akikwambia maji ya bahari ni ya chumvi, nenda kayaonje usiamini. Maji ya bahari kila mmoja anajua ni ya nini? Ni ya chumvi, lakini kwa sababu ya urongo alionao wa kupita mipaka usiamini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni neema miongoni mwa neema tutakazo kwenda kuulizwa ni wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an 4 khisalin an umrihi fima afna. Ulipatiwa uhai, ulitumia vipi? Ama kazi yako wewe ilikuwa ni kuharibu wasichana wa watu tu? Sawa, kazi yako ni madili, utasikia wewe achana na sisi ndio wenye mji hapa, tuulize sisi, takupeleka sisi, hakuna kona tujui. Sawa, jifanya jua sana, lakini jua kwamba sawa wewe jifanya Allah hana haraka na wewe. Hana haraka na wewe. Iko tu siku utafanya nini? Atakupata. Allah atakwenda kuuliza, ulitumia vipi? Cheo chako likitumia vipi? Sawa, mliwanyanyasa ulio chini yako, kwa ni wajinga, ukajiona wewe kwamba ni mwerevu, ukajiona wewe ndio ushafika, Mungu mdogo utakaokuabudiwa, utakaosujudiwe. Sawa? Ndio walipofika maswahaba kule Ethiopia, Habash, wale walipoingia kina Amr ibn al-As, walipomuinamia yule Malikul Habash, wale Waislamu walipoingia tu katoa salamu na wakasimama tu. Wala Amr kama umeona wale hata kukusujudia, kukuinamia, kauliza mbona hamkutoa heshima yote? Asema nahnu qaumun la nasjudu illa lillah, sisi ni watu ambao kwamba hatuwezi kujidhalilisha isipokuwa kwa Allah. Wewe ni nani kwani? Wewe uenda choni kama mimi tunjidhalilisha kwako, unataka nini? Hakuna heshima, tutakuheshimu mpaka kuja kwako, tutatambua kwamba wewe ni kiongozi, mpaka kuja kwako tutajua kwamba tutapata amani. Sasa kukusujudia, kukurukia ya kazi gani? Wewe si kama sisi tu binadamu tu, Allah amekupa tu madaraka hayo. Kwa hivyo thumma la tusaluna yawma idhin, wake zetu tutakwenda kuulizwa. Ndugu zangu Waislamu, leo wake zetu wanavotoka, mabanati zetu wanavotoka, utashangaa shekhe, hao wamechumbuka tu chini ya ardhi au wametoka katika miti au walizaliwa na wazazi. Utaona haya wallahi billahi, ukipita leo ukiona mabanati Waislamu, mara nyingine wewe unaweza ukageuza sura kwa namna ambavyo kwamba alivovaa yule msichana, wewe ndio unaona haya kijana kumwangalia msichana, lakini ametoka ndani ya nyumba ya wazazi wake, mke alivyojipamba, sawa, mafuta anavonukia, na ametoka kwenye nyumba ya mume wake, na mume wake ndio amemnunulia. Mashaallah, kasmati sana mke wangu, mashaallah. Watu watajua leo kwamba fulani pia naye ana mke. Thumma la tusaluna yawma idhin, tutakwenda kuulizwa. Vijana wetu wanakuja saa 5 za usiku ndani ya majumba, tena wewe ndio unamlisha mtu aswali, shekhe tayari kuswala, sawa, na unajua kabisa huyu ni tayari kuswala, unamlisha tu. Jukumu langu kulisha tu ndio jukumu lako, lakini kwa katika ibada watoto wetu hatuwasomeshi dini. Thumma la tusaluna yawma idhin, wallahi tutakwenda kusimamishwa mbele ya Allah. Leo watoto wanasoma tu, ati mtu anataka akisoma fasulu sadis hapa madarasa atokesha kwa shekhe, mbona mtoto wangu yasoma siku zote tu hapati tu, mbona alisoma primary akaenda secondary na ukamwekea mwalimu wa tuition, mbona ukusema pale primary ndio basi awe mwalimu, mbona? Thumma la tusaluna, wallahi tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah, tutasimamishwa. Tusijifanye kwamba hatuelewi tukajiona ni werevu sana, lakini iko siku ambapo kwamba tutakwenda kuulizwa kwa kila neema. Kwa nini kumsomesha mtoto wako dini? Kipi kilichokufanya usimsomeshe? Utaona kumwambia nini Allah? Nini kilichokufanya ukamwacha binti yako atoke? Hujui yuko wapi? Anaogopa mzazi kwa sababu anazishingia 10,000 anaopata yule binti, analipo pahali, ajua akisema zafanya nini? Mtoto atasema sema tu mama, sikupi. Atafanya nini? Basi haya mwanangu, na lakini kuwa makini. Wali'idhu Mwenyezi Mungu atuhifadhi, na mambo ni mingi sana. Utakuta mtu leo binti yake anatoka, anamwambia nachunga mwanangu usije kutuletea mimba, chunga mwanangu usije kutuletea mimba, lakini hayo mengine fanya, lakini usichunga, usibebe nini. Thumma la tusaluna yawma idhin, wallahi tutakwenda kuulizwa majumba yetu, vitu ambavyo kwamba vinavyoangaliwa ndani ya majumba yetu, na tumenyamaza. Hatuwezi sema kama tumetawaliwa na mabanati zetu na wake zetu, hatuwezi kuzungumza kitu chochote. Watu wanaangalia movie chafu, watu mpaka saa 7 wanalala, hawajalala bado, wako na masimu tu, na wewe ndio umenunua, wewe ndio umeweka wifi. Wallahi thumma la tusaluna yawma idhin. Kwa hivyo inshallah taala tuweni makini, kila ukikaa hivi jua kwamba
Ndio ule Fudhail ule mmoja katika wanaviona anasema, jaribu kufunga macho yako siku moja, fanya kwamba ndio yamefungika wala hayatofunguka tena. Hebu fikirie, isawirisha ile siku. Yani wewe kaa tu mwenyewe ufikirie kwamba mimi ndio shetani ndani ya kaburi. Watoto wangu nimewaacha hali gani? Kizazi changu nimekeacha hali gani? Katika hali nzuri na umridhisha Allah, au nimeacha katika hali ambayo kwamba nitakuwa na maswali mengi kujibu mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa hivyo ndugu zangu ni Waislamu, ya kuzungumza ni mingi sana. Mwenyezi Mungu atuamshe inshallah taala, tujue yale majukumu yetu, tujue yale ambayo kwamba tunafaa kuyafanya na yale ambayo kwamba hatufai kuyafanya, ili tukiondoka tuondoke tukiwa salama salimini. Mwenyezi Mungu atutumie katika kuitumikia dini. Allah aturuzuku kila ambayo kwamba yanamridhisha yeye, na kila ambayo kwamba hamridhishi Allah tujalie ni wenye kuyachukia na kukaa mbali nayo. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu tuliyofanya kwa siri na dhahiri. Mwenyezi Mungu atufungulie riziki zetu. Kila ambayo kwamba hana kazi, Allah ape kazi ya khairi, wenye kazi wabarikie kazi zao, wenye watoto Mwenyezi Mungu tabaraka taala wabarikie katika watoto wao ambao kwamba hawajaruzikiwa watoto, Allah wapatie watoto ambao kwamba ni wema. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.